Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Novemba 23, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema Edeni na Kanaani. Soma Mwanzo sura ya 2 aya 15 na Mwanzo sura ya 3 aya 17 hadi 24. Matokeo ya anguko dhambini yalikuwa ni yapi? Kulingana na nafasi ya kuishi ya wanandoa wa kwanza ilivyokuwa. Wakati wa uumbaji, Mungu aliwaweka Adamu na Hawa kwenye mazingira makamilifu yaliyokuwa na wingi na uzuri. Wanadamu hawa, wanandoa wa kwanza, walikutana na muumba wao kwenye mazingira ya nafasi nzuri ya maisha ambayo yaliweza kuwapatia mahitaji yao yote ya kimwili. Zaidi ya neno la Mungu lililonenwa, bustani ya Edeni ilitumika kama kituo cha mafunzo ambapo Adamu na Hawa walipata ufahamu muhimu wa tabia ya Mungu na maisha aliyokusudia kwa ajili yao. Kwa hiyo, walipovunja uhusiano wa kumwamini muumba wao, uhusiano wao na ile bustani ya Edeni ukabadilika pia. Na kama ishara ya uhusiano uliovunjika, iliwapasa waondoke bustanini. Walipoteza eneo ambalo Mungu alikuwa amewapatia. Hivyo bustani ya Edeni ikawa ishara ya uzima tele, na tutagundua tena hoja zake kuu kwenye mada ya nchi ya ahadi. Je, wazee wa imani walionaje ile ahadi ya ile nchi? Tazama Mwanzo 13 ya 14 na 15, Mwanzo 26 ya 3 na ya 24, pia Mwanzo 28 ya 13. Je, unadhani inamaanisha nini kwetu kama Waadventista kuishi kama warithi wa zile ahadi? Waebrania 6 ya 11 hadi 15. Ibrahimu alipoingia kwenye nchi ambayo Mungu alimuonesha, kwa imani nchi ile ikawa nchi ya ahadi kwake na uzao wake. Ilisalia kuwa nchi ya ahadi kwa miaka 400. Wale wazee hawakuimiliki ile nchi. Haikuwa yao kwa namna ambayo wangeweza kuitoa kwa watoto wao kama urithi. Badala yake ilikuwa ya Mungu, kama bustani ya Edeni ilivyokuwa yake. Kama vile Adamu na Hawa ambavyo hawakufanya chochote kilichowastahilisha kuwa katika bustani ya Edeni, Israeli hawakuwa wamechangia chochote kustahili kuwa wenye ile nchi pia. Nchi ya ahadi ilikuwa zawadi ya Mungu ambayo msingi wake ulianzishwa na yeye mwenyewe. Israeli haikuwa na haki ya asili au dai la asili kuimiliki ile nchi. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9 ya 4 hadi ya 6. Ilikuwa ni kwa sababu ya neema ya Mungu pekee ndiyo maana waliweza kuimiliki. Wazee wa imani walikuwa warithi wa zile ahadi hadi pale zilipotimizwa. Sisi kama wafuasi wa Kristo tumerithi ahadi zilizo bora zaidi. Waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ya 8 aya 5. Zitakazotimizwa ikiwa tutakuwa wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Waebrania sura ile ya 6 aya 12. Leo ni Novemba 23, siku ya Jumapili. Mada ikisema Edeni na Kanaani. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi, hapo kesho tutajifunza mada isemayo nchi kama zawadi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.